Naam, mtazamaji, na sasa tuziangazie habari za michezo na burudani zinazoletwa kwako na Maltida Baltazari. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limetoa maelekezo muhimu ya kiusalama kuelekea mchezo wa fainali ya kombe la dunia la shirikisho la CRDB Federation Cup utakaowakutanisha Azam FC na Yanga Sport Club. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilbord Mtafungwa amesema maandalizi yote ya kiusalama yamekamilika na kwamba hali ya usalama iko imara kwa mashabiki, wachezaji na wadau wote wa mchezo huo. Ni kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linapenda kutoa taarifa kwa mashabiki na wapenzi wote wa soka kuwa limejipanga imara kuimarisha usalama kuelekea mchezo wa nusu fainali ya FA Cup kati ya timu ya Yanga na timu ya Azam. Mchezo huo unatarajiwa kufanyika siku ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu majira ya saa 9:30 alasiri katika uwanja wa CCM Kirumba uliopo jijini Mwanza. Kamanda Mtafungwa amewataka mashabiki kufuata maelekezo yatakayotolewa na vyombo vya ulinzi na usalama, kufika uwanjani mapema pamoja na kuepuka vitendo vinavyoweza kuvuruga amani na utulivu wakati wa mchezo. Amesisitiza kuwa jeshi la polisi litaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha mchezo huo unafanyika katika mazingira salama na ya amani, huku akiwahakikishia wananchi kuwa ulinzi umeimarishwa ndani na nje ya uwanja. Jeshi la polisi limejipanga kikamilifu kuimarisha mifumo ya kiusalama maeneo yote ya ndani na nje ya uwanja huo. Katika kufanikisha azima hiyo, jeshi la polisi linatoa tahadhari kuwa ni marufuku kwa mtu yeyote kuingia au kusogea karibu na uwanja huo akiwa na silaha ya aina yoyote, ikiwemo silaha za moto, silaha za jadi au kifaa chochote chenye ncha kali kinachoweza kutumika kuumiza watu. Benki ya Taifa ya Biashara NBC, mdhamini mkuu wa ligi ya NBC Championship, imejivunia mafanikio yanayoendelea kushuhudiwa katika mchezo wa soka nchini, huku ikikabidhi kombe la ubingwa wa msimu wa 2025-2026 kwa Geita Gold FC, timu iliyotoa taji hilo baada ya kumaliza ligi ikiwa kileleni kwa alama 77. Ubingwa huo unaipa Geita Gold FC tiketi ya kushiriki ligi kuu ya NBC msimu wa 2026-2027 sambamba na Kagera Sugar FC iliyomaliza nafasi ya pili kwa alama 71 na hivyo nayo kufuzu kushiriki ligi hiyo. Kombe hilo lilikabidhiwa jana katika uwanja wa Nyakumbu Geita baada ya Geita Gold FC kuhitimisha msimu wa ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Bigman FC ya Lindi katika mechi iliyoshuhudiwa na mamia ya mashabiki pamoja na viongozi mbalimbali wa soka, serikali na vyama vya siasa. Katika hafla hiyo, mkuu wa biashara wa NBC Kanda ya Ziwa Mafwimbo Buhemo aliyemwakilisha mkurugenzi mtendaji wa NBC Theobald Sabi amesema benki hiyo inafurahishwa na namna uwekezaji wake katika soka unavyoendelea kuzaa matokeo chanya kupitia ongezeko la ushindani, kuibuka kwa vipaji vipya na kuimarika kwa viwango vya ligi za ndani. Leo hii tuna furaha sana kama benki ya NBC kushuhudia mafanikio ya timu zinazoshiriki NBC Champions League. Kwanza tunatoa pongezi za dhati kwa Geita Gold FC kwa kushinda na kutwaa ubingwa wa ligi hii. Tunawapongeza
pia kwa kufanikiwa kupanda daraja na kujiunga NBC Premier League msimu ujao. Nawapongeza sana. Alisema NBC ambayo imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 32 katika udhamini wa ligi kuu ya NBC Championship na ligi ya vijana itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha soka linaendelea kukua na kutoa mchango mkubwa kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini. Alisema NBC inaona matokeo ya uwekezaji huo kupitia maendeleo yanayoonekana katika ligi za ndani, kuimarika kwa ushindani wa vilabu na mafanikio yanayozidi kupatikana kwa timu za taifa katika mashindano ya kimataifa. Kama NBC Bank tunajivunia kuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya michezo nchini Tanzania. Tunaamini michezo ni nyenzo yenye nguvu sana ya kuibua vipaji, kuimarisha mshikamano wa jamii na kuchangia maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kwa sababu hiyo, tunaendelea kuunga mkono soka na shughuli nyingine za michezo hapa nchini Tanzania. Bihemo alisema NBC itaendelea kuboresha mchango wake kwa wadau wa soka kupitia huduma mbalimbali za kifedha zikiwemo mikopo kwa vilabu, bima za afya kwa wachezaji na benchi la ufundi pamoja na elimu ya fedha inayolenga kuimarisha ustawi wa wadau wa mchezo huo. Kwa upande wake, rais wa shirikisho la mpira wa mguu Tanzania TFF, Wallace Karia, aliipongeza NBC kwa mchango wake mkubwa katika kukuza soka la Tanzania kupitia udhamini wa ligi hizo tatu, akibainisha kuwa ushindani wa sasa katika ligi za ndani ni miongoni mwa matokeo makubwa ya uwekezaji huo. Nawapongeza NBC na NBC sema kweli wameenda mbali zaidi. Wameweza pia kutusaidia, tumeweza kununua basi, wametununulia basi jipya kwa ajili ya timu ya taifa, lakini pia wameweza kuzisaidia timu nyingi tu kwa yale mahitaji yao. Kwa hiyo sisi bado huwezi kuzungumza ligi zetu hizi tatu elite league za TFF bila kuwataja NBC. NBC wamefanya kazi kubwa na tutaendelea kushirikiana nao ili waweze kupata mileage ambao wameifuata na thamani ya hela yao wanayotoa. Lakini pia aliwataka Geita Gold FC na Kagera Sugar FC kutumia fursa ya kupanda ligi kuu ya NBC kujiimarisha zaidi ili kuongeza ushindani katika ligi hiyo pamoja na kuwekeza katika miundombinu ya viwanja ili mashabiki wao waweze kufurahia mechi za nyumbani katika mazingira bora. Akizungumza kwa niaba ya wachezaji wa Geita Gold FC, nahodha wa timu hiyo Yusufu Muhilu aliwashukuru mashabiki, viongozi, benchi la ufundi na wadhamini kwa mchango wao katika kufanikisha ubingwa huo. Leo timu yetu ubingwa na tumepanda ligi kuu mwakani ujao. Alisema timu hiyo inatambua ushindani mkubwa uliopo katika ligi kuu ya NBC na tayari imeanza maandalizi ya kuhakikisha inakwenda kutoa ushindani wa kiwango cha juu msimu ujao. Na sasa tutazamie huko katika mashindano ya Fahari Super Cup 2026. Mashindano haya ya Fahari Super Cup 2026 yataendelea rasmi Jumatatu Juni 22 mwaka 2026 katika uwanja wa Red Cross Ngomeni Kisesa, baada ya kusimama kwa siku kadhaa kupisha shughuli za ngoma za Bulabo. Katika hatua hiyo ya 16 bora, mchezo wa kwanza utakutanisha Kisesa Kwanza dhidi ya Zabona Sport Club kuanzia saa 10 kamili jioni. Kwa majina naitwa Wilbert Mwete William, mkurugenzi wa kituo cha michezo cha Mwete Sports Center, lakini pia ni waandaaji wa mashindano ya Fahari Super Cup. Tulibreki kwa sababu ya kupisha tamasha la Kisukuma la Bulabo katika uwanja wetu wa mashindano, na ligi yetu itarejea tarehe 22 mwezi wa 6 2026 dhidi ya timu ya Kisesa Kwanza ambao ni wenyeji, vijana wa nyumbani, lakini watakuwa wanachuana vikali na timu ya Zabona Sports Academy. Zabona ni mchezaji wa Pamba na kituo chake wamequalify kutoka kwenye hatua ya 32 mpaka hatua ya 16 wakaqualify, pia wakaingia kwenye timu 8 ambazo zitaungana na timu 8 ambazo zilikuwa zikisubiri mashindano, zikisubiri timu ambazo zitakuja kuungana nazo. Kwa hiyo kuanzia tarehe 22 tutakuwa na mchezo mkali sana ambao ni robo finali, ni 16 bora yetu ya kwanza
ya home and away. Waandaaji wamewataka wadau wa soka na wananchi kujitokeza kwa wingi kushuhudia pambano hilo muhimu, huku timu hizo zikisaka nafasi ya kutinga hatua inayofuata ya michuano hiyo inayozidi kushika kasi katika eneo la Kisesa na maeneo jirani. Mimi ni Matrida Baltazari. Na mtazamaji, kwa habari hizo za michezo na burudani ndizo ambazo zinatuhitimishia mkusanyiko wa taarifa yetu ya habari kwa usiku wa leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea taarifa hii ya habari, mimi ni Samuel Chem na asante.